Mimi naitwa Emmanuel Amos Luhamba, ni mtaalamu wa mipango miji na vijiji, lakini pia ndiye kaimu mkuu wa kitengo cha ardhi pale halmashauri ya mji wa Njombe. Nikisema pale haimaanishi ofisini. Halmashauri ya mji wa Njombe ndio Mfereke wenyewe, ndio Ihalula wenyewe, ndio Makoo wenyewe. Kama ambavyo tumejitambulisha, sisi tunatoka katika kitengo cha ardhi halmashauri ya mji wa Njombe. Lengo kubwa ambalo tumekuja kukutana na nyie, kwanza ni kupeana elimu ya upangaji, upimaji pamoja na umiliki wa ardhi. Upangaji, upimaji pamoja na umiliki wa ardhi. Sisi wote ambao tumekaa hapa, hakuna ambaye anakaa angani. Kila mtu anakaa kwenye kipande cha ardhi. Yawezekana wapo wengine labda wamepanga kwa sasa, lakini utamkuta na kiwanja mahali fulani au ana kashamba mahali fulani, amejiandaa kwa ajili ya kwenda kuweka makazi au shughuli zingine za maendeleo, labda kilimo, ufugaji na kadhalika na kadhalika. Sasa leo tuliomba fursa ili tuweze kupeana elimu ya namna gani hii ardhi tunaweza kuifanya tukaimiliki kisheria. Sisi tunaelewana jamani? Ardhi hii yawezekana tunaimiliki saizi, lakini wengi wetu tukiomba nyaraka yoyote ya umiliki, yawezekana wakawepo wachache sana ambao wamebahatika kuwa na nyaraka zile za kumiliki ardhi. Na dunia ya leo imejaa changamoto nyingi. Tunao watu ni wakorofi tu, anaweza akavamia ardhi yako. Tunao watu tu anaweza akatoka huko wapi sijui Halula, akaja akaanza kusema haya yalikuwa sijui malungulu ya bibi, haya yalikuwa malungulu ya babu, anaanza kukusumbua. Kwa hiyo sasa ardhi yetu hii, ili tuweze kuitumia kwa njia iliyo salama na kuendelea kuirithisha hata kwa kizazi na kizazi, lazima tuwe na umiliki wa kisheria. Tupate nyaraka za kumiliki, ili wewe ardhi yako unapolala pale ndani unakuwa na kikaratasi chako umekiweka mahali fulani, unajua ardhi yangu ninayo hapa. Wengi wetu labda tuna mikataba tu ya kuuziwa, ya kuandikishwa, labda kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, unaandikishiwa mkataba, ameuzia fulani mligo, amemuuzia labda fulani amemuuzia mtu fulani. Lakini si nyaraka ambayo imesajiliwa kwa mujibu wa sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ardhi yetu inasimamiwa na sheria kadhaa. Kwanza, ndio maana mule kwenye maelezo nilianza, tumekuja kupeana elimu ya upangaji, upimaji na umiliki. Ardhi yetu ili uweze kuimiliki kisheria, lazima mambo matatu yafanyike. La kwanza, lazima ardhi yetu ipangwe kimji. Lakini la pili, lazima ipimwe. Na la tatu, lazima imilikishwe. Kwa hiyo hivi ni vitu vitatu, lakini vyote vinafanyika ili kupata kitu kimoja. Sasa kupanga ni nini? Kwa mujibu wa sheria ya mipango miji namba 8, takuwa narejea sheria, lakini inawezekana tusizijue sana, lakini wale ambao wanaweza kupata nafasi, kwa sababu si wote ambao hatuzijui hivi vitu, unaweza kaingia kwenye mtandao ukatafuta hiyo sheria, ukasoma baadhi ya vitu. Kwa mujibu wa sheria ya mipango miji namba 8 ya mwaka 2007, upangaji wa maeneo ni mpangilio ambao unatengenezwa kwenye ardhi ili kuweza kupata matumizi mbalimbali ya viwanja. Inaweza ikawa makazi, inaweza ikawa mashamba. Tena sio tu mashamba, maana hapa kama mlivyokuwa mnasema hapa mko mjini. Mashamba mjini. Inaweza ikawa viwanda, inaweza ikawa huduma za jamii. Kama hivyo mlikuwa mnaongelea masuala sekondari, maeneo ya huduma kama maeneo ya wazi na kadhalika, ofisi za kijiji kama hivi. Yani maeneo haya yanapaswa kupangwa. Yawezekana hasa hivi mmejipanga, mnaishi, mnajua ukitaka kupita kwenda kuelekea kitongoji Mfereke nini, Mfereke kusini sijui au kaskazini, vyovyote vile utapita njia hii. Lakini njia ile bado haijapangwa kisheria, haijaingizwa kwenye michoro, ikaidhinishwa kwa mujibu wa sheria.
ili kama kuna mtu leo anaenda kuivamia labda barabara fulani, au kuna eneo ambalo tumekubaliana kwamba hapa tunazikana, kuna mtu akaenda kuvamia, tutatumia tu ile nguzo ya kwamba hapa tulishakubaliana, lakini hatutakuwa na nyaraka ambayo inaonyesha haya ni makaburi yana beacon yamepangwa yako kwenye mchoro. Kwa hiyo sasa zoezi la kukubaliana na kupangilia kuweka mji wetu au makazi yetu pamoja na huduma zingine yakae vipi, barabara zipite wapi, shule na kadhalika na kadhalika. Huu ndio upangaji wa miji. Na upangaji wa miji uko wa aina nyingi, lakini ambao nitaugusia sana leo ni upangaji wa miji wa aina mbili. Cha kwanza ni upangaji wa mji kwenye eneo jipya, kwenye eneo ambalo halijaendelezwa. Yaani unaweza kaenda huko pembeni huko ukakutana na eneo liko wazi. Upangaji wake ni tofauti na sehemu ambayo imeendelezwa, watu wamejenga sana. Upangaji ule ni rahisi kuweka huduma za kijamii kama mabarabara na huduma zingine, kwa sababu wananchi wanakuwa bado hawajafanya nini, hawajajenga. Lakini kuna upangaji mwingine ambao unakuta watu walishajenga. Mfano tulikuwa tunafanya hapo Kambarage hivi karibuni, au tulikuwa tunafanya Magoda ambapo zoezi linaendelea na Kilenzi linaendelea kule. Ni upangaji wa kukuta watu tayari wameshaendeleza, wameshajenga. Ule unaitwa urasimishaji. Urasimishaji wa makazi. Kwa hiyo sehemu ambayo imeshajengwa, imeendelezwa, upangaji wake wa kimji ni tofauti na eneo ambalo limeshajengwa, kwa sababu tayari watu wana nyumba. Kwa hiyo unaenda kuwarasimisha. Kurasimisha maana yake ni nini? Unaenda kuhalalisha kitu ambacho kilifanyika bila kuwekwa kwenye utaratibu, unakiweka kwenye utaratibu. Kwa hiyo unapoweka kwenye utaratibu, lazima kuna vitu vingine haviwezi kulingana na kwenye eneo jipya. Mfano, pala ambapo ungetamani uweke barabara ya mita 15, kwenye sehemu ambazo zimeendelezwa itakulazimu wakati mwingine uweke barabara ya mita ngapi? Labda 10. Kwa sababu watu walishakutangulia wameweka nyumba. Huu unaitwa urasimishaji wa makazi. Lakini makazi haya yakishapangwa na au kurasimishwa, shughuli nyingine ya pili ambayo huwa inafanyika ni kupima. Sasa kupima ni nini? Kupima ni kile kitendo ambapo ule mpango wa kimji ambao umetengenezwa, maana ule sasa unakuwa kwenye karatasi. Tunakubaliana kwamba hapa bwana kutakuwa na shule, hapa kutakuwa na makaburi, hapa itapita barabara, barabara hii itapita hapa, itaanzia hapa, itapinda hivi, itaenda hivi, itaenda hivi. Viwanja hivi vitakuwa na ukubwa 1, 2, 3. Sasa huo mpango lazima utafasiriwe kwenye ardhi. Kama ni kiwanja changu kilikuwa hapa kina mita labda 20 kwa 30, kimechorwa ili kiweje kujulikana huku, mimi mwananchi niweze kujua kwenye ardhi kiwanja changu kinaishia hapa, lazima niwekewe mawe ya upimaji, alama za upimaji zinaitwa beacon. Sasa kile kitendo cha kuweka beacon zikawekwa kwenye ardhi kuanzia labda mwanzo wa kiwanja mpaka mwisho wa kiwanja, ule ndio unaitwa upimaji. Nilianza nikasema kuna upangaji, lakini saa hizi naongelea upimaji. Kwa kumbe ardhi kishapangwa, kinachofuata cha pili huwa ni kupima. Sasa mpimaji, na nimemtambulisha hapa dada, yeye kazi yake ni mpimaji. Na mimi nikajitambulisha hapa, kazi yangu mimi ni mtaalamu wa mipango miji. Kwa hiyo mimi ndio napanga. Nikishapanga mimi, mwenzangu huyu anakuja, anaanza kutafasiri ule upangaji kwenye ardhi, yeye anapima. Kwa hiyo kama mimi nilikuwa nimesema barabara hii itaenda hapa mita 20, ikifika mita 20 itakata kulia, yeye sasa atakuwa na tafasiri, anaweka mawe. Aha, barabara inaanzia hapa, inaishia hapa, hapa inakata kona hivi. Ili sasa wananchi waweze kuona kwenye ardhi ile mipaka. Lakini ukimaliza kufanyika ule upimaji, kwa maana ya kuweka beacon, yote haya mazoezi mawili, mazao yake, sijui mazao nitumie neno gani, output nini, yani
Matunda yake ikishakamilika ile kazi zinatoka ramani. Kwa hiyo kwenye upangaji huku kutakuwa na ramani ya mipango miji. Yaani inayoonyesha mfereki natakiwa iweje kwa kadiri ambavyo tutakuwa tumefanya. Unaona? Inatoka ramani ya mipango miji. Lakini kwenye zoezi pia la upimaji inatoka ramani ya upimaji iliyoidhinishwa ikiwa na namba za viwanja na mashamba kwa kadiri ambavyo mpango mji utakuwa umewekwa. Vikishakamilika hili zoezi la upimaji, kinachofuata sasa ni umilikishaji. Hivi vitu viwili ambavyo vinakuwa vimeshakamilika vinasaidia sasa kwenda kwenye umilikishaji. Leo sijaja na mtu mwingine watatu hapa, anaitwa afisa ardhi. Yeye ni mtu wa utawala wa ardhi. Yeye sasa anaenda kwenye hatua ya 3. Kumbe ukija pale kitengo cha ardhi pale, nyie wote huwa mnatuita maafisa ardhi wote. Lakini pale kuna vipati. Kuna vipengele, yani kuna mipango miji. Kuna upimaji, kuna utawala wa ardhi, lakini upo pia uthamini. Endapo sasa tumesema ardhi ya mama yangu pale tunaitaka kwa ajili labda ya uwekezaji, tunaomba mama utuachie. Pia kuna njia za kuichukua hiyo ardhi. Mnaenda mnafanya uthamini, mnapata kiwango cha soko la ardhi ile na gharama. Uthamini unafanyika kwa kulipa ardhi yenyewe. Kwanza ardhi ni nini? Maana naweza kusema ardhi yenyewe hapa nilikuwa nimepaluka. Ardhi ni tabaka lililoko kwenye uso wa dunia, lililoko juu ya uso wa nini? Wa dunia, pamoja na mali zilizoko juu yake, isipokuwa petroli, gesi, madini, maji. Hivi sio sehemu ya ardhi. Kwa tunalijua hilo. Kwa maana gani? Ukiwa unachimba choo pale kwako nyumbani kwako pale, ukakutana na madini, usiseme haya madini ni sehemu yangu, yalikuwa kiwanja changu. Kwa sababu sio sehemu ya nini? Ya ardhi kwa mujibu wa sheria ya ardhi. Na ndio maana tuna wizara ya madini na tuna wizara ya nini? Ya ardhi. Na ndio maana tuna wizara ya nishati. Inashughulikia sio magesi, maumeme, mafuta haya, magesi yote haya. Na ndio maana tuna wizara ya maji. Huku Njombe tunachimba visima sana. Hata mimi kwangu pale nimechimba kisima. Lakini kimsingi kabla ya kuchimba kisima, taratibu zinatutaka tupate kibali kutoka kwenye watu wanaoshughulika na nani? Na maji. Kwa hiyo maji sio sehemu ya ardhi, ni sehemu ya ardhi kwa sababu imejigusa, lakini uwezo ukasema haya maji yangu, hii gesi yangu, hii petroli yangu, haya madini yangu, hapana. Kwa sababu sheria ya ardhi inaeleza ardhi ni tabaka lililoko juu ya uso wa dunia pamoja na mali zilizoko juu yake. Kwa hiyo kama unajenga nyumba juu ya ardhi, hiyo ni ya kwako, ni mali yako. Kama kuna miti, hiyo ni mali yako, lakini huku chini sio kwako huku chini sio kwako. Kwa hiyo nilitaka nielezee hilo. Kwa hiyo sasa tukimaliza kupanga, tukapima, kitu cha 3 ni kupata hati miliki. Sasa hati miliki inapatikanaje? Hati miliki inapatikana kwa kuandaliwa nyaraka za umiliki kwa yule ambaye ni mmiliki wa hilo eneo. Utaleta pasipoti, utaleta kitambulisho cha NIDA au namba ya NIDA au kitambulisho kile cha upiga kura. Utaandaliwa nyaraka za umiliki. Na gharama zake za hati zinatokana na vitu vifuatavyo. Kwanza, ukubwa wa ardhi. 2, matumizi ya ardhi. Tukiweka mpango mji katika mji wetu, katika kijiji chetu hiki cha Mfeleke, hatuwezi kuwa na matumizi yanayofanana. Wapo wengine ana shamba, mwingine ana biashara, kwa mfano kama hapa center hapa mjini, hapa katikati hapa pote hapa ni biashara wengi. Wengine ni makazi. Mwingine atasema bana mimi nataka nijenge kashule ka binafsi huko mbeleni na nina mpango wa kuwekeza, atakuwa labda na shule.
vingine huduma za jamii kama makanisa. Kwa hiyo hati zinategemeana na hivyo vitu, ukubwa wa eneo, matumizi ya eneo husika, lakini na mahali lilipo, thamani ya ardhi. Thamani ya ardhi ya Kambarage haiwezi kulingana na thamani ya ardhi ya Mfeleke. Kwa hiyo kuna namna hati inavyoandaliwa, kuna kukokotoa thamani ya nini, ya ardhi. Kwa hiyo hati, huwezi ukasema kwamba mtu akakuuliza swali leo, hati ni shilingi ngapi? Unaweza usiwe na jibu la moja kwa moja, kwa sababu hati inategemeana na ukubwa wa nini, wa ardhi na matumizi. Kama ni makazi ina bei yake, kama ni biashara ina bei yake, kama ni kanisa, kama ni taasisi za serikali, vyote hivyo hivyo. Kwa hiyo inategemea hivyo. Sasa kwa sababu mmekaa sana, nisiongee sana muda mrefu, nilikuwa najaribu kutoa hiyo elimu kwamba ardhi yetu ili tuweze kuimiliki kisheria, tuwe na ile hati miliki, lazima tuanze na upangaji kwanza. Kupanga ni kupata mpangilio wa makazi yetu na matumizi mengine yakaeje. Barabara zipite wapi? Huduma za jamii zikaeje? Na matumizi ya viwanja. Baada ya hapo ni kupima. Kupima ni kuweka alama za upimaji kwa maana ya beacon, kwa kutafasiri ule mpango wa kwanza ambao ni mpango mji. Na baada ya hapo ndipo unamilikishwa. Tuondoke na hivyo vitu vitatu. Hizo ndio hatua. Sasa kuna faida gani kupanga, kupima na kumiliki ardhi? Mtaalamu naye, mbona sisi tunaishi tu? Mimi naishi tu, nilizaa watoto, wamekuwa, wameenda chuo kikuu, wamesoma, mimi nipo, sijawahi kupata changamoto. Kwa hiyo mimi nakula, nalima mahindi, navuna, maisha yanaenda, nishajenga nyumba yangu, ina msauzi mzuri, sijawahi kupata changamoto. Yawezekana ni kweli. Lakini kumiliki ardhi kuna faida. Ukipanga ardhi yako, ikipangiwa na ikapimwa na ukamilikishwa, faida ya kwanza ni kuwa na mji ambao umepangika vizuri, ambao umerasimishwa na kujua huduma zote zikoje. Leo hapa yawezekana mna eneo la makaburi. Mwenyekiti silipo? Lipo? Hivi leo akijitokeza mtu mmoja hapa, ndugu yangu pale kwa naongea, yule anaitwa nani? Yule kaka pale, kaka huyu. Wewe mwenyewe bwana. Jina Teo. Rafiki yangu Teo pale akaamka hapa, akili zimemchanganya, ameshiba, amekula. Akaenda kumega pale kwenye makaburi, akajenga nyumba. Chukulia tu mfano, kaamka pale, yani amegangamara, anasema hili bana ni malungulu ya bibi. Akaanza kujenga. Hivi mtamfanyaje? Eti jamani, kuna sheria ya kumdhibiti zaidi tu ya kuanzisha mgogoro, mtamzidi tu kwa sababu ni nguvu ya umma, si ndio? Lakini je, kuna kitu ambacho mnaweza mkatafuta sheria mkambana kweli kweli kwamba ili eneo ni la makaburi, mchoro wake huu hapa, tulilipima, tulilipitisha, limesajiliwa na serikali? Ipo hiyo kitu? Hakuna. Kwa faida ya kwanza ni kuwa na mji uliopangilika na kulinda huduma za msingi, ikiwemo njia za kupita, huduma za jamii kama shule. Tumesikia sasa hizi mnaongelea masuala ya sekondari. Tena maeneo ya serikali ndio yanavamiwa mno. Na sio kuvamiwa tu. Mnaweza mkachagua viongozi, mwenyekiti na serikali yake ya kijiji, wakakaa kule ndani. Likija jamaa kutoka mjini kule na mpunga, wanamega. Mkiletewa hapa mnaletewa. Jamani, huyu ni mwekezaji, atatujengea darasa moja, tummegee ardhi hapo na watu ambao hawajali. Ndio limepita hilo. Mbona mnacheka sana? Ishawahi kutokea nini? Nimegusa mle nini? Basi tuyaache hayo ya nyuma. Sijui jamani, mimi ni mgeni jamani. Sijui, sina hizo taarifa. Hayapo? Haya. Kwa hiyo faida ya kupanga, kupima na kumiliki ardhi ni kulinda na kuwa na mpango ambao unalinda mji wetu katika mpangilio. Kama tulikubaliana ni barabara, leo yawezekana tuna njia humu watu wanapita. Hivi siku mkikuta kwa mfano njia tu labda kutoka hapa Mfeleke kwenda Mfeleke Kusini, ndio iko wapi? Siku kaskazini iko wapi mwenyekiti? Nilikuwa nasikia Mfeleke Kusini huko. Mfeleke chini, chini ni huku.
huku hivi. Huku nikotokea. Kwa mfano kuna barabara inatoka hii barabara kuu inashuka huko. Halafu mkakuta jamaa limeamua kulima siku hiyo. Limelima tu mahindi. Yameota. Kayafyeke sasa. Sheria za kilimo nazo zinasema ukifyeka mahindi lazima siyo tathmini. Yaani mpaka mje mpate suluhu. Mmechukua muda. Lakini kama mlishalasimisha na kupanga makazi yenu, mnasema tu ile ramani yetu ile tulioipitisha pale, tuliipitisha tarehe fulani kwenye mkutano, wataalamu wa mipango miji na ardhi walikuja, hii hapa. Tunakamata, tunaweka ndani. Ataenda mahakamani, sisi kidhibiti chetu tunapeleka nini? Mcholo. Kwa hiyo tunakuwa tumelinda huduma zile za msingi. Lakini jambo la pili ni kupunguza au kumaliza migogoro. Sehemu ambayo imepangwa, imepimwa na kumilikishwa, migogoro hata kama ipo lakini ni michache kuliko sehemu ambayo watu wanaishi kienyeji. Leo tuna mashamba, tuna viwanja. Wewe uliuziwa na mzee fulani kakipande. Mliandikishana tena kwenye mkataba ule, yawezekana hawakutaja hata vipimo. Hawakusema hata miguu. Tena nyewe mnatumia miguu mita 10 kwa 20. Hasa miguu 10. Mimi nikipiga mguu wangu hapa si mita 2. Haya, akija mwenyekiti akapiga mguu wake mita 1. Sasa ndio mnaenda kushuhudia miguu 15 ilikuwa mingapi? Anayekuja kushuhudia ni mimi. Itapungua. Akija mtendaji itaongezeka. Sasa hapo ni nini? Kwa hiyo lakini tukipanga, tukapima, tukaweka mawe kwenye viwanja vyetu. Yaani mashine ikapita pale, ikachukua vipimo. Yaani hata kama aking'oa usiku, wewe usihangaike. Piga simu tu kule, mpigie bibie pale. Mpima. Bwana, jiwe langu limeibiwa. Kwanza kung'oa jiwe kwa mujibu wa sheria ya upimaji ni kosa la jinai. Kifungo kama sikosei, sijui ni miaka mingapi, au kufidishia na kufidishia ulichoharibu. Cha kwanza sheria ya upimaji tambana aliyeng'oa. Cha pili wewe usihangaike. Kale kama mashine tukiingiza vile vipimo vyako, tunakuja tu kinasema hapo. Yaani badala ya kwanza kusema tuliweka hapa, kwa sababu tayari jiwe likishawekwa kwa mujibu ule wa ule mpango mji ambao umewekwa na upimaji ukafanyika, ile hata ukiingoa miaka 20, 30, 40, 50, labda mpaka aje Yesu atuchukue duniani aharibu tena tuanze na system mpya, ndipo panaweza kuharibika. Kwa hiyo kwa mtindo huo hata wale ndugu zetu wanaopenda kila mwaka anaongeza kidogo. Kuna watu wa aina hiyo. Uzuri mimi ni mtoto wa mkulima. Inatoka nini ile mipaki inaitwa nini kwa Kibena? Mibeto. Sisi kule Usukumani tunaita mimbi. Sasa kuna wengine kila mwaka anaongeza kidogo tu. Si unalima sinapotea. Na ulimaji wa huku sio wa matuta. Ni ile sesa ile tambalale. Unalima akivuna linapotea. Kila mwaka wa 3 ameshaongeza kipande cha hivi. Sasa mguse. Mwambie jirani, mimi bwana nilikuacha tu unalima kwa sababu ya jirani mwema. Hiyo kesi itafika makao makuu Iringa. Mimi nakwambia, hamna kesi za hivyo. Zipo. Lakini tukipima, tukaweka mawe, kama nilivyosema, changamoto za wale wajanja wa kuingia kidogo wale wachokozi tunazimaliza. Tukizimaliza migogoro inapungua au inaisha. Lakini wapo wajanja siku hizi. Sijui kama Mfeleke wapo pia. Kuna watu wanarudi kwenye mahame yao baada ya vijiji vya ujamaa. Nchi yetu ilitekeleza zoezi la vijiji vya ujamaa miaka ya 70. Mwalimu Nyerere akasema watu wakae pamoja ili huduma iwe rahisi kuwafikia, si ndio? Wapo waliotoka Lunyanyu Magoda kule wakaja Mfeleke, wakaacha kule Malunguru, si ndio? Wapo waliotoka hapa wakaenda Kisilo huko. Sasa ardhi yote kwa mujibu wa sheria ya vijiji vya ujamaa, ardhi yote ile ambayo tuliiacha kule, kama kuna watu walienda kuishi, ile ardhi ilibaki kuwa inasimamiwa na serikali, na yawezekana serikali iligawia watu wengine.
Sasa leo serikali imegawia watu wengine. Kuna mtu toka mwaka 74 hajaonekana, 2024 anakuja. Miaka mingapi hiyo? 50. Miaka 50 ndio anarudi anasema hapa lilikuwa Lungulu la bibi. Wewe umejenga pale, umezalia mtoto, na yeye kazaa, una vijukuu, maana miaka 50 si haba. Halafu anakuja leo baada ya miaka 50 anasema hapa kulikuwa kwetu. Sasa wewe huna nyaraka yoyote, ardhi yako haijapimwa, ardhi yako haijapangwa, na ardhi yako hujaimiliki, huna karatasi yoyote. Unaanza kusema kijiji kilinipatia. Atakuhangaisha huyo. Atakupeleka baraza. Atakupeleka baraza la kata. Atapeleka sijui baraza la nyumba ya wilaya. Kuna watu wako tayari yani kuuza ng'ombe kwa ajili ya kesi ya kuku. Wapo watu wa aina hiyo. Kwa hiyo atakusumbua, hata kama haki yako utakuja kuipata, lakini atakuwa amekuhangaisha. Utakuwa unapoteza muda kwenda kwenye mashamba, unaenda kwenye kesi. Na watu wa aina hiyo wanakujaga wamejipanga kweli. Akifika hapa kijijini kwanza, anatafuta wazee wale wa zamani. Anawapiga kwanza vitu. Wanakuwa upande wake, si ndio? Watu wengi sio waaminifu. Utaona kwenye unaenda kwenye ushahidi pale umebaki mwenyewe tu. Na mzee Mligo naye amenigeuka. Samahani kama kuna mzee Mligo hapa, nimetolea mfano wa jina tu. Na mzee Mligo naye amenigeuka. Aisena fulani naye amenigeuka. Hapa walikuwa bibi zake, kwanza kuna kaburi liliwekwa hapa. Tena kaburi limekaa pale pale kwenye nyumba, wewe umejenga kwenye kaburi. Ndio maana mizimu yetu inacheza kule, tumeambiwa tuje hapa tufukue. Unaanza tena kumbe kuna, ndio maana watoto wanachemkaga kumbe ni malaria tu za kawaida au typhoid. Sasa kumbe watoto wanachemkaga wale, kumbe nimejenga kwenye makaburi. Na wengine bana ni wapola, wataki kesi, mara huyo unahama, unakimbia ardhi, unaenda kujenga wapi huko Idihani, unakimbia. Lakini kama ardhi yako imepangwa, imepimwa, unamiliki, hakusumbui mtu. Akija tu unamwambia, unajua kwa mujibu wa sheria ya ardhi, ukishapewa hati miliki, wewe unakuwa mpangaji. Anayekumilikisha ni kamishna wa ardhi kwa niaba ya rais, kwa mujibu wa sheria. Sasa wewe ikija kesi, wa kwanza sio kwanza wewe kushtakiwa, anashtakiwa aliyekumilikisha. Halmashauri, kamishna wa ardhi, mwanasheria mkuu, msajili wa hati, aliyeidhinisha mchoro labda mpima ardhi, mkurugenzi wa upimaji, mkurugenzi wa mipango miji. Kwa hiyo wewe unabaki uko pembeni, wewe utajumuishwa, lakini wa kukusemea ni wale waliokupa hati. Kwa hiyo unakuwa umeingia, umeiweka ardhi yako salama. Lakini kodi inakusaidia wewe ardhi yako ili unaendelea kuimiliki kwa usalama. Na wengine inawezekana wanafikiria ni kodi kubwa. Kiwanja pale mjini kati, vile vya mjini vile, kodi unaweza ukalipa kwa mwaka 4,000, 5,000, 6,000. Gharama huwa ni mwanzo hapa kwenye haya mazoezi ya mwanzo ya kupanga kupima. Na yenyewe sheria, kuanzia sheria bunge lililopita lilibadilisha sheria. Kwa hiyo imeshuka sana. Sehemu ambapo umiliki ulikuwa unafanyika kupata hati kwa 1,150,000, sasa hizi imeshuka mpaka 60, 50. Pale ambapo ilikuwa 300,000 imeshuka karibu mara 2, 1,150, kutegemeana na ukubwa wa kiwanja. Kwa hiyo tunaweza tukaogopa haya mazoezi, tukashindwa kuelewa faida yake. Watu wengi wanahangaika sana. Sisi tuko maofisini mimi. Yaani migogoro ni kila siku. Yaani unalala wakati mwingine unaota unasuluhisha mgogoro. Ni kwa sababu ardhi yetu hii bado hatujaiwekea usalama. Faida nyingine, unapata usalama wa miliki. Usalama wa miliki kwa sababu utakuwa na ile hati, cheti cha kuimiliki ile ardhi, hati ya kumiliki ile ardhi. Sasa hivi tunakaa tu, lakini hatuna karatasi yoyote inayotutambulisha kumiliki ile ardhi. Lakini kama una karatasi yako ya kumiliki ardhi, itakusaidia kupunguza migogoro. Akija mtu wewe utamwonyesha karatasi. Wana mfano mmoja huwa nautoa, huwa najaribu kuufananisha na watu ambao tunamiliki ardhi hatuna hati. Yawezekana ukawa na ardhi unakaa,
sawa na jamaa aliyemaliza kidato cha 4 akapata 0. Yawezekana akajua kuongea Kiingereza vizuri. Ukimkuta hapa kijiweni anapiga Kiingereza vizuri. Lakini muulize una cheti? Hana. Sasa na sisi hivyo yawezekana ukajenga. Yawezekana kwenye ardhi yako ukajenga jumba zuri la kisasa la milioni 100, la milioni 200, ya milioni 50, lakini kama huna cheti ile mali haiko salama. Kwa sababu huna kitu cha kujivunia kwamba hiki kitu ni cha kwangu, ni cha kwako kwa sababu watu walikuona unajenga. Lakini je, kwa mujibu wa sheria kitu gani kinakutambulisha ni cha kwako? Sasa utakapopimiwa ardhi yako na kupangiwa na kupata hatimiliki, huo ndio utambulisho, ardhi hii ni ya fulani. Sisi ni binadamu. Asubuhi tunachauka kama maua, jioni tunanyauka. Hatujui kesho yetu. Watu wengi, familia nyingi zimeteseka baada ya wanafamilia kuondoka. Yawezekana akawa ni mama, yawezekana akawa ni baba. Yaani ile tu babu naondoka, ndugu yangu Teo pale. Yaani ile tu umeondoka, jamaa wamemaliza mazishi pale. Vikao vimeanza. Hii nyumba hii jue samani, lakini siku. Jamani, tumiliki ardhi na wake zetu. Kwa sababu mimi leo nikidondoka, nikifa, hivi watoto wangu nafikiri wataenda kwa nani? Nani mwenye uchungu zaidi ya mama yao? Haya, mama akiondoka, nani mwenye uchungu zaidi ya baba? Hao wengine watafuatia baadaye, bibi, babu, angalau. Tena mashangazi ndio kabisa. Baba wadogo ndio ovyo kabisa. Si ndio ukweli jamani? Bora bibi na babu. Hata na vijukuu vyangu hivi, vitoto vya nikimuona huyu namuona Amos huyu. Yaani hata bibi atakuwa anamuona mwanangu kupitia mimi. Hawezi kumdhulumu. Lakini hawa sijui kaka mtu, shangazi mtu, wachache wenye imani. Sasa tumiliki ardhi zetu na wake zetu. Sera yetu ya ardhi ya mwaka 95 ambayo imefanywa marejeo mwaka 2023 na tarehe 16 Machi Mheshimiwa Rais alizindua kule Dodoma, imehamasisha watu, wanawake nao kuingia kwenye umiliki. Tusiwatenga kina mama. Kina mama ndio nguzo ya familia. Mimi mwenyewe nikienda kutafuta huko, nikipata kijana namwambia mama tunza, maana mimi hapa nikipita huko maana nimeona hiki, nimenunulia washikaji, maendeleo hakuna. Lakini kina mama ndio wanashikilia nini? Familia. Siwatetei sana kina mama kwa sababu ya sera hizi za wanawake, hapana. Ndio ukweli. Yaani baba anaweza kukimbia nyumbani akaenda huko, mama hatoki, ameshikilia vitoto vyake. Wapo na kina mama nao waovyo, lakini ni wachache. Kwa hiyo tukimiliki ardhi zetu tunaepusha haya majanga ya kutesa wanafamilia wenza tunaowaacha. Kwa sababu ukiwa na hati imesoma Teo, labda Teo Mligo, hata kama mama hayupo, japo tunahamasisha mama awepo, tuchukulia hayupo, mlisi wa kwanza wa mali ya baba ni mke. Mlisi wetu, kwa sababu pia nasema tu wake zetu, yawezekana mama ndio ukao umeitafuta. Si kuna wamama wengine wenyewe ndio mwenye nguvu, kipato, si ndio? Kuliko nani? Baba. Usimtenge kwamba huyu bwana huyu namiliki mimi mwenyewe tu. Tumiliki wote kulinda, kuwalindia na wengine walioko nyuma yetu. Kwa hiyo ukiwa umemiliki ardhi kwa mtindo huo, inapunguza hizi kelele hizi za vikao ya kwamba hapa kwanza hiki kiwanja tulimkatia tu, tulimwambiaga na sisi tulichangia hela ya mama, tulituma, mimi mwaka fulani nilituma hela tujenge. Yeye kwa sababu kuna wengine hapa kwenye familia tumezaliwa labda 5. Wewe ndio umebaki pale. Wengine wako kwenye utafutaji, yuko Mwanza, yuko Dodoma, yuko wapi? Unaona? Yeye kajenga Dodoma kule. Wewe umejipinda hapa, umeuza mbao, umelima miti, umelima parachichi, umejenga. Kumbe kile kiwanja labda kilikuwa cha familia, mama alikupa kimya kimya, hata kuambia wale. Haupo, wanaanza kugeuza ile nyumba ya familia. Sasa kuondoa haya ni kumiliki ardhi kisheria. Lakini jambo lingine, ardhi inapanda thamani.
Hata kama ungekuwa na shamba lina ekari 10, ukakata viwanja, ukitaka kuuza kiwanja kimoja kilichopimwa kina thamani kuliko kuhesabu kwa mguu. Tuchukulie mfano tu. Mimi hapa ni kwangu. Nina kiwanja cha 20 kwa 30. Yaani mita za mraba 600. Hapa tena kuna ndugu yangu mwingine Teo. Ni jirani yangu na ana kiwanja cha aina hiyo hiyo. Na tumejenga nyumba zinazofanana za milioni 100. Yaani kila kitu hivi viwanja vinafanana, ila mimi tu ninanyongeza, nina hati miliki. Wote tumebanwa sasa. Kuna mgonjwa nataka niuze hii nyumba nimpeleke India. Sikina kusaidia cha kwako? Ardhi ni mtaji, ni mali wanasema. Tunatangaza sasa, wote tuna shida ya kufanana. Tunaanza kutangaza sasa kwamba kwa wenye hela tunauza. Teo ya kwake hapa anauza. Amos hapa ya kwake anauza. Nyumba zinafanana thamani, kila kitu, lakini ya kwangu tu inakanyongeza, imepangwa, imepimwa, ina hati miliki. Nani atapata wateja kwa haraka? Kwa nini? Naam? Kwa sababu haina uwezekano wa kupata mgogoro. Lakini huyu ndugu Teo ataanza kuulizwa, nyumba ni nzuri, tumeipenda na kiwanja kizuri. Sasa una nyaraka gani? Usiwe na shida bwana, hata mwenyekiti anajua, na mtendaji anajua, na diwani anajua. Nilikatiwagwa hapa na mama, au sisi nilinunuaga, nikajenga nyumba, hivi vyote vya kwangu mimi. Nimejenga, wananiona wote wanamfeleke, kaulize. Nani anasikiliza maneno? Nyaraka baba. Ndizo zinaongea. Kwa hiyo nataka kusema nini? Ardhi iliyopangwa, ikapimwa, ikawa na nyaraka ya umiliki, ina thamani kwenye soko kuliko ardhi ambayo haijapangwa, kupimwa wala kumilikishwa. Kwa hiyo inaongeza thamani, lakini faida nyingine kwa uchache sasa. Faida nyingine, ardhi ni mtaji. Na kuna slogan inabidi tunataka Njombe tuwe tunatembea nayo. Ardhi ni mtaji, ipange, ipime, imiliki. Kwa nini nasema ardhi ni mtaji? Ardhi inaweza ikakusaidia kwenye dhamana. Nikisema dhamana wengi wanakimbilia mikopo. Maana nikisema dhamana mwingine anafikiria tu mkopo, benki, nini. Dhamana zipo za aina nyingi. Kuna dhamana zingine ni za kienyeji tu za kawaida. Mfano, nani ndugu yake alishawahi kupelekwa polisi akapigwa lock up kule? Unarudi kwa mtendaji. Mtendaji, nithibitishie, niandikie barua ya si mnafanyaga hivyo? Namtambulisha huyu OCD mkuu wa polisi, namtambulisha huyu ndugu Muligo, ni mkazi wa hapa, mfeleke, ana nyumba, ini ya kwake halali. Sasa hayo, ungekuwa na hati, hayo yote yasingefanyika. Mfano leo ni Ijumaa, ndugu yako ndio kakamatwa. Ndugu yangu hapa mtendaji naye kasafiri, mwenyekiti kasafiri. Wameenda nao kwenye mishemisho ya kifamilia. Mwenyekiti kaitwa Dodoma kule bungeni. Mtendaji ameenda semina sio ya usafi wa mazingira wa Dodoma, hawapo. Unarudi sasa, unakuta hawapo. Inabidi usubiri Jumatatu warudi au Jumanne ndio wakutambulishe. Ndugu yako anasota ndani au wewe mwenyewe unasota ndani. Lakini ukiwa na hati miliki, unamwambia nina mali sio hamishika, nyumba na kiwanja, nina nyaraka, Mama Judy, leta hiyo nyaraka haraka sana. Wanakuja wanaichukua, unatoa sijui kopi, kama unataka original, unapoliwa pale, wanakuachia. Maana kule polisi bwana, sio kwamba ni sehemu ambayo kila mtu anapenda kwenda. Kuna mfano mmoja bwana, naomba niutoe mfano. Ndugu wawili marafiki kabisa kama mimi na Teo pale, tulikuwa tunacheza karata. Wale ndugu walikuwa wanacheza karata. Sasa walikuwa wanacheza ile ya baba na mama, ile ya nini, ya kuoana. Kuna ule mchezo ule, umemuoa sijui umefanyaje. Sikuna mchezo kama huo, wale wacheza karata. Sasa yule bwana mwingine, sasa tusichukulie bwana na Teo hapa kwa sababu sasa nitatolewa mfano kwa nani sasa. Kwamba nani alimuoa mwenzie, maana nichukulie niongelee tu wale jamaa wale. Wale jamaa waliokuwa wanacheza karata, mmoja akamuoa.
Hivi ukiweka ile 7 alafu huyu akaweka A, si ndio amemuoa huyu? Sasa ili jamaa lilomuoa likaanza kutamba. Leo utanitandikia kitanda. Leo utaniletea maji. Leo utanipikia wewe yani. Yule jamaa kifua kube kidogo. Kaanza kupigana. Yule jamaa sio akadondoka, sio akafeli, akazimia. Peleka hospitali. Huyu alibakije huyu nadhani? Huyu jamaa mwingine huyu aliyesababisha hilo, nini kilitokea? Nini kinafuata labda? Sikuwekwa ndani polisi. Lakini je, alikuwa amepanga afanye hivyo? Si ulikuwa mchezo wa furaha na walikuwa wanacheka? Kwa hiyo kule ndani natoa mfano kwamba kule ndani sio hakuna wote wanaopanga kwenda kule, zinatokea dharura. Sasa ukiwa na hatimiliki yako na umewekwa ndani, kwa sababu si lazima haya mambo lazima yachunguzwe, litokeaje, likuaje, zamana labda inakubalika na mtu yuko haya anaumwa tu ila kazimia yuko kula na hema, basi unapata zamana yako, unapeleka hati yako, mali sio hamishika, unapata, unatoka. Kesi zingine mtakuja kuzimaliza huko, akipona yule ndugu mnazungumuza huku, kwanza unaweza kukuta ni wanaukoo, mnamaliza kinyumbani, naona au